Na washukiwa 17 wamekamatwa na polisi kufuatia visa vya ghasia vilivyoshuhudiwa wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi kaunti ya Homa Bay. Aidha, mali imeharibiwa kufuatia ghasia hizo kwenye siku ambayo wanasiasa wa Linda Mwananchi walipanga mikutano ya kisiasa eneo hilo. Na kama Gatete Njoroge anavyoarifu, miongoni mwa waliojeruhiwa ni wanahabari wawili ambao vifaa vyao pia viliibwa na wahuni. Jumapili asubuhi na kaunti ya Homa Bay iligeuka uwanja wa makabiliano. Makundi mawili yakimenyana kwa mawe na fimbo. Eneo la Nyandiwa ndiko makabiliano yalikuwa mapema. Barabara za kuelekea kanisani walikotarajiwa kuabudu wanasiasa wa Linda Mwananchi zilifungwa kwa mawe na miti. Kundi jingine la vijana lilitembea katikati mwa jiji wa Nyandiwa. Vijana wakiimba nyimbo za kusifia serikali huku wakibeba mawe bila uoga. Upande wa Linda Mwananchi pia ulikaa kona tofauti wakisubiri viongozi wao. Mji wa Oyugis pia hali ilikuwa si hali, vijana wakiteketeza magurudumu katikati ya barabara. Mji wa Homa Bay ambako walitarajiwa kufanya mkutano wa mwisho uliwekwa vizuizi kila kona. Kundi la vijana likihakikisha viongozi wa Linda Mwananchi hawafiki kuhutubia wananchi. Wanahabari wawili wa AFP, Fred Ooko na Brian Ongoro, walivamiwa na wahuni walioiba vifaa vyao walipokuwa wakipiga picha. Vurugu mjini Homa Bay zilianza Jumamosi usiku wakati makundi ya vijana yalivamia mikahawa. Mkahawa wa Tourist ulipata hasara kubwa baada ya vijana waliovalia mavazi yaliyokuwa na nembo za ODM kuvamia, kuharibu na kuiba vifaa. Msafara wa aliyekuwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati ulivamiwa na wahuni katika makutano ya Asumbi akielekea Nyandiwa asubuhi. Haya yakijiri, polisi wamewakamata washukiwa 17 waliokuwa wakisafiri kuelekea Homa Bay. Vijana wawili wakikamatwa na mapanga 5 ndani ya gari lao katika barabara ya Nthiwa, kaunti ya Migori. Washukiwa wengine 15 walikamatwa usiku wa kuamkia leo katika barabara ya Kisumu kuelekea Kericho. Visa hivi vya ghasia vimekashifiwa na Baraza la Wahariri Kenya, walioshutumu dhuluma dhidi ya wanahabari na kutaka Inspekta Jenerali Douglas Kanja kuanzisha uchunguzi mara moja kuhusiana na matukio hayo. Shirika la Amnesty International pia limeshtumu matukio ya leo. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.